Wanasema ni katika episode ya 13. Karibu sana tusonge mbele katika episode yetu ya 13. Kama tunakumbuka pale tulipoishia katika episode yetu ya 12. Karibu sana tusonge mbele. Na kukumbusha, usisahau kulike na comment na kushare na kusubscribe. Ukawe ni mmoja wa familia yangu. Na kushukuru sana utakapofanya hivyo kama nilivyokuelekeza. Karibu sana. Isabela anasema, nilipokea simu, lakini baada ya kupokea simu nikasikia tu sauti. Kitendo cha kusikia sauti nikagundua ni Andrea. Ikabidi ile simu nikate. Lakini kwa sababu nilikata ile simu, kwa sababu nilijua kwamba huyu anavyoongea atakuwa anaongea maneno ya kashfa na maneno ya kijinga, kwa sababu nimekwisha kupata taarifa zake kwamba yuko kijijini na sasa hivi anatembea na Adelina. Hivyo sikutaka kusikia mazungumzo yake. Tuachane na mwana dada Isabela, twende kwa Adelina pia vile vile na Andrea. Andrea anasema, mimi niliona maisha ya kukaa na jificha ficha, alafu huyu mwanamke naye pia atakuja kugundua kwamba mimi nimeathirika, atanikimbia na ataniona kwamba mimi nilimfanyia makusudi, labda nilikuwa najua kila kitu, kumbe hata mimi mwenyewe nilikuwa sijui. Nikamwambia mpenzi wangu, na yeye alivyokuwa akisikia neno mpenzi wangu alikuwa akivurugwa kweli, akiamini kwamba yuko na mwanamume ambaye hajaasilika, kumbe hata mwanaume naye mwenyewe ndio mimi nimeasilika, alafu na yeye ameasilika. Akawa akinijibu vizuri akisema, niambie mpenzi wangu. Na mimi nikamwambia, nataka nikuoe. Pale pale hakusita, akaniwao, akanirukia, akanipiga busu. Alinipiga busu ambalo toka nianze naye mahusiano hajawahi kunipa lile busu. Alivyonipiga lile busu, moyoni nikabaki nimeganda, yani mithili ya mtu aliyepigwa butwa. Yeye akadhani labda nimeganda na lile busu, ila kujua kwamba mimi nimeganda kwa sababu amenipiga busu, asijue kwamba amempiga busu mtu ambaye ameasilika kama yeye. Kwa nini nisimwambie ukweli kwamba na mimi nimeasilika ili aishi maisha ya amani? Lakini pale pale ikabidi sasa ninyamaze kidogo. Niliponyamaza, baadaye akanitingisha, baby, mbona umeganda? Hapana, si unajua tena busu lako limenipagawisha. Unajua mimi sije kupigwa busu kama lako. Kusema kweli mimi sije kukutanaga na mwanamke ambaye ana mapenzi kama wewe. Jamani, ulikuwa wapi siku zote? Mbona sijawahi kukuona? Sikuwahi kukuona. Yani kusema ukweli, natamani Mungu angetengeneza kioo ili hicho kioo nikinunue nikupatie wewe uone jinsi ninavyokupenda. Yani natamani at least siku moja Mungu atupe uwezo wa kuchukua moyo wa mtu kuweka kwako, afu kuchukua moyo wako kumpa yule mtu. Mimi ningekupa moyo wangu uchukue ili ujue jinsi gani ninavyokupenda. Adelina akaachia tabasamu kidogo. Nani wewe bwana? Si unajua mimi tena nishakupenda. Hata kama tunajua maisha yetu ni magumu, lakini mimi nishakupenda. I love you. Andrea anasema, niliposikia neno la I love you nikaongeza tabasamu na mimi, ili kaonekanike kwamba mimi naye tuko pamoja, kwamba sijui chochote, kwamba yeye amekwisha kuathirika. Lakini ikabidi tu nimwambie mimi nataka tuende kwa wazazi wako nikajitambulisha. Adelina naye hakuwa na kigugumizi, akasema twende. Tulipoenda tukafika njiani. Wakati tumefika njiani, mara mvua ikaanza kunyesha kabla hatujafika nyumbani kwao. Tuachane kwa Adelina pamoja na Andrea, tuende kwa Isaac pamoja na Isabela. Isaac akampigia simu Isabela, akamwambia, baby, najua muda umechoka na umelala. Hivi sasa ni saa 5 ya usiku, lakini napenda kukwambia kwamba mimi mapenzi yangu kwako
hayana idadi. Yani mapenzi yangu kwako hata tukiaweka kwenye kompyuta haiwezi kuyahesabu. Yani kusema kweli mimi nakupenda. Yani natamani laiti Mungu angeweza kutugawia mbawa, akanigawia mbawa nikapaa mpaka hapo ulipo, ili nikakuonesha upendo wangu jinsi ninavyokupenda. Isabella anasema, nikasoma ile message. Kusema ukweli, muuliza yeyote yule ambaye yuko kwenye mahusiano, akitumiwa message nzuri ambayo inatoka kwa mtu ambaye anampenda, huwa anajisikiaje? Kusema ukweli, mimi nilijisikia vizuri sana, nikatamani kumjibu, lakini wakati namjibu pale mamangu akawa ameingia chumbani. Alivyoingia chumbani akaniambia, mwanangu, hivi sasa naomba usilale bila kusali. Naomba usali kwa sababu taarifa zako ushazipata kwamba sasa hivi una mchumba, naye mchumba ni tajiri. Hivyo naomba usali. Pale wakati nataka kupiga magoti kuanza kusali, mvua ikaanza kunyesha. Lakini bado vile mvua wakati inanyesha, nikapokea message nyingine tena. Kusoma kwa juu jina linasomeka Isaac. Kabla nataka kuifungua ile message, mara simu ikazima. Tuachane na huyo, twende kwa Andrea pamoja na Adelina. Tukafika kwenye nyumba moja, tukakaa, wakatukaribisha. Walipotukaribisha, Andrea pale nikashangaa, anadondoka ghafla. Karibu sana katika episodi yetu ya 14. Twende tukaangalie. Andrea alidondoka kisa nini? Alidondoka kwa sababu amenyeshewa na mvua au alikuwa na tatizo la mapigo ya moyo? Hatujui. Karibu sana, twende tukajua zaidi katika episodi yetu ya 14. Usisahau kulike na kucomment na kushare na kusubscribe. Simulizi hii inaelekea ukingoni.